Kwa tukiendelea kujifunza mahali hapa hatua zinazotusaidia kukua kiroho. Kwa sababu kumbuka lengo la Mungu kutuita ni ili tukue, sio tubaki tudumae. Tukue kiroho katika kimo cha cheo cha Kristo. Kwa hiyo tumeshaanza kujifunza hatua ya kwanza inayotusaidia kukua kiroho, ambayo ilikuwa ni kusoma neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu. Hii ndio ilikuwa hatua ya kwanza inayotusaidia kukua kiroho. Hatua ya pili tukaiangalia siku ya jana, ambayo ilikuwa inaitwa kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Hii ni hatua ya pili ya kukua kiroho, ambayo kila mtu anapaswa awe mwaminifu katika mambo madogo, katika mambo makubwa, ili aweze kukua kiroho. Leo tunaenda kwenye hatua ya tatu. Leo tunaenda kwenye hatua ya tatu, ndio tunaojifunza leo. Hatua hii ya tatu inaitwa kumtumaini Mungu katika kila jambo. 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 Hii ndio hatua ya tatu tunayoanza nayo siku ya leo. Ya tatu. Tutaongozwa na Zaburi ya 125 mstari wa kwanza. Zaburi ya 125 mstari wa kwanza. Zaburi ya 125 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema namna hii: wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika, wakaa milele. Moja ya hatua muhimu sana inayomsaidia kila mtu kukua kiroho ni kumtumaini Mungu katika kila jambo. Ndiyo maana Zaburi inatueleza vizuri sana kwamba wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika, wakaa milele. Neno wakaa milele linatuonyesha wazi kabisa lengo la Mungu la kuniita mimi, la kukuita wewe uwe mwanafunzi wake, uwe Mkristo. Anataka ukae na yeye milele. Mungu hajatuita ili tukae naye kwa muda mfupi, afu baada ya hapo tuanguke dhambini, turejee kwenye maisha ya zamani ya tuliokuwa tunaishi. Ila Mungu ametuita kwa sababu anataka kutengeneza uhusiano wa mimi, wewe na yeye Mungu katikati yetu, tukae naye milele yote. Hilo ndio lengo lake Bwana. Na ndio maana mwanzoni kabisa ametusemesha kwenye somo moja linaitwa ubaya wa kurudi dhambini. Kwa nini ametusemesha kwa habari ya ubaya wa kurudi dhambini? Kwa sababu hahitaji turudi kwenye matapishi, turudi kwenye maisha ya dhambi. Ila anachohitaji ni kuona tunaishi pamoja naye kila siku. Kila siku tunaendelea kukaa naye milele. Na ndio maana anasema wamtumainiao Bwana wanafananishwa na mlima Sayuni, hautikisiki, wanakaa na Bwana daima. Kwa kitu kitachotusaidia mimi na wewe kukaa na Mungu milele ni kumtumainia Bwana. Na ndio maana ni hatua mojawapo ya kukua kiroho, kumtumaini Mungu katika kila jambo. Na tunapoongelea kumtumaini Mungu katika kila jambo, ina maana katika maisha yako ya kiroho unapaswa ujifunze ndani ya moyo wako kumtumainia Mungu kwenye kila aina ya jambo linalokuja mbele yako. Liwe gumu, liwe jepesi, unatakiwa ujifunze kumtumainia Mungu. Haijalishi jambo lililoko mbele yako linalokuja ni jepesi, mtumaini Mungu. Ni gumu, mtumaini Mungu. Usije ukafanya makosa kwenye maisha yako ya kiroho, ukaweka moyo wako kwenye maandalio ya kumtumaini Mungu kwenye jambo moja tu, mazuri basi, afu magumu usihesabu. Matokeo yake utajikuta kwenye hatua zako za ukuaji wa kiroho, ukikutana na mambo mazuri ndio unakuwa vizuri na Mungu. Ukikutana na mambo magumu, mahusiano yako na Mungu yanapungua. Na hii ni shida kweli kwenye kanisa, kwa sababu pamekuwa na Wakristo wengi ambao akiwa na mambo mazuri yanamkuta kwenye maisha yake,
Ndio wakati ambao wengi mahusiano yao na Mungu yanakuwa vizuri. Wanaomba sana, wanasali sana, wanaenda kanisani sana, wanasoma neno kwa nguvu, na kila jambo zuri watu wanafanya kwa bidii pale anapokuwa anapitia kwenye mambo mazuri. Linapokuja jambo gumu kwake kumtikisa na kumchekecha, unaona wengi ndipo wanaponyong'onyea. Hichi ndicho kipindi ambacho wengi wanatikisika. Hawasomi tena neno kwa nguvu. Akibaki anasoma neno haelewi. Kuomba hawaombi tena. Kwenda kanisani hakuendeki tena. Ukimuuliza kwa nini, anapitia mazingira magumu. Ni moja ya madhara yaliyotutafuna, kwa sababu wengi tunaweka matumaini ya kumtumaini Mungu, kwamba yeye ni Mungu wa mazuri tu, mabaya kwake hakuna. Lakini wapendwa katika Kristo, msikilize mahali hapa na muelewe kiukweli kabisa, bila kudanganyana. Ukisha kuwa umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kubali kukutana na hali zote mbele ya maisha yako. Kubali kukutana na hali ngumu, kubali kukutana na hali nyepesi. Asije akakudanganya mtu kwamba kwa Yesu hakuna hali ngumu. Asije akakudanganya mtu kwamba kwa Yesu ni raha tupu. Asije akakudanganya mtu kwamba kwa Yesu hakuna matatizo. Asije akakudanganya mtu kwamba kwa Yesu ni tambarare. Sikiliza vizuri, mwana Mungu, uelewe mahali hapa. Kwa Yesu kuna shida, kuna tabu, kuna dhiki, kuna mateso, kuna magumu, kuna changamoto za kila namna ambazo zinaweza zikakuchekecha na zikakutesa kweli kweli hapa duniani. Na ndio maana watu wengi wanapookoka, maisha yao yanabadilika hapo hapo. Kama alikuwa na maisha magumu, yanakuwa magumu mara mbili yake. Kama alikuwa na maisha mazuri, yanakuwa mabaya ghafla. Unakuta mtu akishampokea Yesu, hata kama alikuwa na biashara, ghafla biashara anajikuta imefunga, imekuwa ngumu. Akishampokea Yesu, anajikuta hali ya mahusiano ndani ya ndoa yanabadilika pale pale. Vurugu zinaanza. Akishampokea Yesu, anajikuta mahusiano na familia yanabadilika. Maelewano yanapotea. Unajikuta kila kitu kinabadilika, kinakuwa kibaya. Na unaanza kujiuliza, je, kuokoka, kuwa na Yesu ndio chanzo cha mabaya au nimekosea? Na hapa watu wengi pasipo kujua, wao wanaanza kufikiri namna ya kumwacha Yesu na kurudi kwenye dhambi, pasipo kufahamu kwamba hali zinabadilika. Ni kwa sababu Mungu aliye naye tayari amewabadilishia ulimwengu wa kuishi. Kwa sababu ukisha kuwa, kabla hujaokoka, unakuwa uko ulimwengu mwingine. Na ukikubali tu kuwa na Yesu, anakuposition hapo hapo bila wewe kujielewa, anakupeleka ulimwengu mwingine, katika nafasi nyingine. Na ndio maana jicho lako na jicho la dunia havitazamani sawa tena. Na hapo hapo ndipo maisha yako yanapobadilika na kuwa mabaya, na changamoto nyingi zinaanza kuinuka na kukukuta na kukushambulia. Kwa usipokuwa umejifunza kwenye moyo wako kumtumaini Mungu katika kila jambo, hauwezi kusimama. Kwa sababu sikiliza, Zaburi ya 125 inatueleza wazi kabisa, wamtumainiao Bwana wanafananishwa na mlima wa Sayuni, ambao hautotikisika milele, bali umesimama. Kwa kinyume cha kuto kumtumaini Bwana, ina maana utatikisika. Utatikisika tu. Na ndio maana ni muhimu kujifunza kumtumaini Mungu katika kila jambo, gumu jepesi. Kubali kumtumainia Mungu, kuamini Mungu yuko tu pamoja na wewe. Ngoja nikuonyeshe vitu viwili ambavyo watu wengi hawavifahamu, na hata wanavyovifahamu hawajavifahamu kiundani, ambavyo ndiyo chanzo kikubwa ambacho huwa kinasababisha watu wengi wakisha kuwa na Yesu wanakutana na changamoto nyingi ngumu. Na kwa sababu wanakuwa hawajajifunza kumtumaini Mungu katika kila jambo, wanarudi nyuma kiroho. Ngoja nikuonyeshe hivi vitu viwili ambavyo ni chanzo cha kuibua magumu yanayotukuta mimi na wewe. Kitu cha kwanza, ukishamwamini Yesu, unakuwa wewe sio wa ulimwengu huu tena. Unabaki upo kwa muda mfupi tu. Ukishamwamini Yesu,
unakuwa wewe sio wa ulimwengu huu tena. Unabaki upo kwa muda tu mfupi. Ukishamwamini Yesu, unakuwa wewe sio wa ulimwengu huu tena. Unabaki upo kwa muda mfupi tu. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 15 mstari wa 19. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 15 mstari wa 19. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 15 mstari wa 19. Ukishamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa wewe sio tena wa ulimwengu huu, bali unabaki upo hapa ulimwenguni kwa muda. Ulimwengu maana yake ni dunia. Kwa ninaposema unapomwamini Mungu unakuwa si wa ulimwenguni, maana yake unakuwa si wa dunia hii tena, bali unakuwa wewe ni wa dunia nyingine, lakini unabakishwa hapa duniani kwa muda mfupi kwa ajili ya kumsubiri Yesu Kristo arudi aje akuchukue. Na ndio maana hichi kitabu cha Yohane sura ya 15 mstari wa 19 inasema namna hii: kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Maneno magumu sana haya, unaweza usielewe haraka, lakini sikiliza. Yesu anazungumza lugha ya wazi kabisa kwamba kama tungalikuwa ni wa ulimwengu huu, ulimwengu ungetupenda. Kwa sababu tungalikuwa ni wa ulimwengu, tungependwa na ulimwengu. Lakini kwa kuwa sisi si wa ulimwengu huu, bali Yesu ametuchagua tuwe wa kwake Yesu, na ndio maana tunaitwa wa Kristo, hatuitwi wa ulimwengu. Moja kwa moja ulimwengu umetuchukia kwa sababu sisi si tena wa ulimwengu huu. Na ndio maana mtu yoyote yule anapokubali kuingia kwenye grupu la kuitwa mwanafunzi wa Yesu, kuitwa Mkristo aliyeamini, kwa Kiswahili chepesi ambacho wengi wanakipinga lakini ndio Kiswahili sahihi, kuitwa mtu aliyeokoka. Unapokubali kuitwa mtu wa namna hiyo, moja kwa moja maisha yako yanabadilika, yanakuwa magumu, hapo yanakuwa na changamoto, yanakuwa na vita. Ni kwa sababu wewe unakuwa umebadilishwa papo kwa hapo. Umetolewa kwenye ulimwengu huu na umekuwa si wa ulimwengu huu. Ndio maana Yesu anasema ulimwengu unakuchukia. Kwa ukijiona changamoto zimekuinukia, ukijiona vita vimekuinukia, ukijiona magumu yamekuinukia, isikupe shida ukazania kwamba hauko na Yesu. Sikiliza, moja ya kithibitisho kwamba wewe uko na Yesu ni kuona unakutana na magumu kwenye maisha yako. Narudia tena hii sentence. Moja ya kithibitisho kwamba uko na Yesu, lazima utajiona unapigwa vita. Utapigwa vita na biashara yako, utapigwa vita na ndoa yako, utapigwa vita na watoto, utapigwa vita na kila kitu. Hiyo ni ishara wazi kwamba kweli wewe umeokoka vizuri. Ukijiona uko na Yesu na hauna vita, hauna mtu anayekupinga, biashara yako inaenda tu vizuri, haikutani na misukosuko, ndoa yako haina misukosuko, watoto wako hawana misukosuko, afya yako haina misukosuko, maisha yako ni safi kabisa, wewe ni raha kila siku, na unajiona uko na Yesu, wewe jua hauko vizuri na Yesu. Kwa nini nakueleza namna hii? Kwa sababu Biblia inatueleza wazi kabisa, aliye na Yesu ulimwengu unamchukia. Wewe kwa nini ulimwengu umekupenda? Ina maana hauko na Yesu vizuri. Inaweza usielewe kwa haraka, lakini Mungu akusaidie kuelewa. Haleluya, Bwana Mungu aliye hai. Mungu atukuzwe, Mungu atukuzwe. Rama sandarabasaka. Mungu akusaidie kuelewa haya mambo. Na ndio maana naendelea kukueleza kabisa mahali hapa, unapaswa ujifunze mapema kumtumaini Mungu katika kila jambo. Iwe jambo gumu, iwe jambo jepesi, jifunze kumtumaini Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio wa ulimwengu tena. Ungalikuwa wa ulimwengu huu, usingekuwa na muda wa kujifunza kumtumaini Mungu, kwa sababu ungeutumainia ulimwengu.
Lakini unapaswa kujifunza ndani ya moyo wako kuandaa mapema, kujifunza namna ya kukabiliana na magumu. Kwa nini? Kwa sababu magumu ya dunia hii, wewe si wa ulimwengu tena. Kwa hiyo inapofika hatua magumu ya dunia yanapoibuka kwako, kama moyoni mwako una msuli wa kujua namna ya kumtumaini Mungu wakati wa magumu, hayatakupeleka kama upepo. Yakija utajifahamu kwamba yamekuja kwa sababu ulimwengu unanichukia na mimi si wa ulimwengu. Utamwita Yesu akuvushe katikati ya magumu. Hautapoteza muda na kulia kwa ajili ya magumu yanayokusumbua. Hautapoteza muda na kunungunikia watu. Hautapoteza muda na kujilaumu. Muda huo utautumia kumwita Yesu aliyekotoa ulimwenguni haja akuvushe. Haleluya, mwana Mungu aliye hai. Ramasendereboso. Kuna watu mnapita wakati mgumu, mko mahali hapa mnasikiliza muda huu, na mmekuwa mnajiuliza, kwa nini nakutana na magumu namna hii? Unapita wakati mgumu kiasi ambacho kuna muda unajuta kwa nini ulizaliwa kwenye hii familia. Unajuta kwa nini ulizaliwa kwenye familia yenu. Kuna muda unajuta kwa nini ulizaliwa Tanzania. Kuna wakati unatamani bora ungezaliwa hata mbwa Ulaya. Unazungumza paka maneno ya kufuru kwenye kinywa chako. Yote ni kwa sababu ya magumu unayopitia. Umepoteza kabisa uhakika hata na baadaye yako. Imefikia hatua unajiona kufa hata jinsi unavyokula, jinsi unavyotembea, umejipotezea thamani kama ya mwanadamu. Kuna muda umezidiwa na magumu mpaka umefika hatua unatamani ujinyonge, lakini unashindwa. Unawaza watoto wako utamwachia nani? Unawaza itakuwaje kesho yako? Unaumiza kichwa kiasi ambacho unatamani hata upoteze tu maisha hapo hapo. Lakini sikiliza, wewe si wa ulimwengu huu tena. Unakutana na hayo magumu kwa sababu ulimwengu umekuchukia. Ulimwengu umekuchukia kwa sababu umemkubali Yesu. Unapaswa ujifunze kumtumainia Yesu uliyemkubali katika kila jambo. Hata hayo magumu unayopitia, sikiliza, ni ya Yesu ndio ameruhusu upitie kwa sababu ulimwengu umekuchukia. Na ulimwengu uliokuchukia ni walimwengu walio ndani ya ulimwengu. Yaani wanadamu wenzako ambao hawajamkubali Yesu. Ndio maana wanakuinulia visa. Ndio maana mambo yako yamekuwa magumu. Kwa hiyo usiumie kwa ajili hiyo, ila jipe moyo, mtumaini Mungu kwamba hata kwenye hilo gumu anaweza akakusaidia. Weka hiyo imani siku zote ndani ya maisha yako. Utasimama imara, hautotikisika. Haleluya, mwana Mungu aliye hai. Sikiliza pia jambo la pili ili likusaidie. Sikiliza jambo la pili. Ulimwenguni ni sehemu ya dhiki, yaani mateso mbalimbali. Ulimwenguni, yani hapa duniani, ni sehemu ya dhiki, yani mateso mbalimbali. Ulimwenguni ni sehemu ya dhiki, yani mateso mbalimbali. Ulimwenguni ni sehemu ya dhiki, yani mateso mbalimbali. Kitabu cha Yohane sura ya 16 mstari wa 33. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 33. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema namna hii: hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu anazungumza wazi kabisa kwenye Yohane 16:33 kwamba ulimwenguni hapa tulipo mimi na wewe, hii sio sehemu ya raha. Hii ni sehemu ya mateso mbalimbali, ni sehemu ya shida mbalimbali, ni sehemu ya changamoto mbalimbali. Na ndio maana anasema ametuambia hayo ili tupate kuwa na amani ndani yake. Mungu anachokitafuta ni uwe na amani ndani yake ukiwa hapa duniani. Usiwe na mfadhaiko rohoni mwako, usiwe na hali ya kukosa raha. Anataka uwe na amani. Kwa nini? Kwa sababu ulimwenguni ulipo ni sehemu ya shida. Kwa unapaswa ulifahamu hilo kwenye akili yako kwamba hapa duniani ni sehemu ya tabu, sio sehemu ya raha. Ukiishi katika mtazamo wa kutafuta kupata raha duniani, umefeli
maisha ya kiroho, umefeli kabisa. Kama ni mtihani umepata 0 ya 100. Lakini ukiishi katika mtazamo wa kusema duniani ni sehemu ya mateso, hivyo mimi ni mpitaji tu, umefaulu 100%. Kwa nini nakueleza namna hiyo? Kwa sababu Yesu amezungumza mwenyewe kwenye Injili ya Yohane 16:33. Yohane anasema ulimwenguni mnayo dhiki. Neno ulimwenguni mnayo dhiki, tafsiri yake ni kwamba ulimwenguni kuna shida, kuna mateso, kuna changamoto. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na amani ndani yake. Kwa unapokuwa hapa duniani unapaswa kujiwekea amani. Amani inaletwa na imani. Si kama unaelewa? Amani inaletwa na imani. Kwa hiyo ili uweze kuwa na amani ndani yako, lazima uwe na imani juu ya Yesu Kristo. Uwe na imani ya kumtumainia katika kila jambo, kwamba baya ni lake, zuri ni lake. Utakuwa na amani hata wakati wa gumu. Watu wengi wanakosa amani magumu yanapokuja, kwa sababu hawana mazingira ya kumtumaini Mungu kwenye mabaya, bali wanayo kwenye mazuri tu. Ndio maana nimekueleza toka mwanzo, badilisha mtazamo wa moyo wako. Mtumaini Mungu kwenye kila jambo baya na zuri, ili uweke imani kwake hata wakati wa magumu. Kwa sababu imani inaleta amani moyoni. Amani inaondoa manunguniko kwenye kinywa. Manunguniko yanaondoa hali ya kukosa raha na mgongano wa mawazo kwenye akili ya mtu. Moyo wako ukitawaliwa na wasiwasi juu ya hali unazopitia zikitawala hisia za mwili wako, ndipo pale mtu unajikuta kila kitu kwenye system ya mwili kinajikataa. Mwili unaanza kujipeleka vile unavyotaka. Naogopa sana mwili wako ukianza kujipeleka vile unavyotaka. Na utajikuta mwili unajipeleka kwenye vidonda vya tumbo, unajipeleka kwenye pressure, unajipeleka kwenye kisukari, unajipeleka kwenye mafua, unajipeleka kwenye msongo wa mawazo sonona, unajipeleka kwenye kukosa usingizi, unajipeleka kwenye kujiongelea. Kwa unajikuta unapata vitu vya namna hii, ni kwa sababu mwili wako umetawaliwa na hisia za matatizo unayopitia. Na hiyo ni kwa sababu umekosa imani. Maana kama ungekuwa na imani, ungekuwa na amani. Imani inaleta amani. Amani inaondoa mawazo, inaondoa sonona, inaondoa pressure, inaondoa kila aina ya kukosa raha. Ndio maana nakusemesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Tambua siku zote duniani kuna dhiki, kuna shida. Ukilijua hilo, shida zako unazopitia zisikusumbue mpendwa. Usiumize kichwa kwa ajili ya shida unazopitia. Tambua mapema ulimwenguni kunayo dhiki, kuna shida. Na ndio maana Yesu akasema jipeni moyo. Maana ya neno kujipa moyo ina maana umtumainie Mungu. Huwezi kujipa moyo kama hujamtumainia Mungu. Usisubiri mtu mwingine aje akupe moyo, akutie moyo. Anza kujitia moyo mwenyewe. Ukisubiri kutiwa moyo, utakosa wa kukutia moyo. Utaona kila anayekuja anakuvunja moyo. Kwa sababu duniani kuna wavunja moyo wengi kuliko watia moyo. Narudia hii sentensi ikusaidie. Duniani kuna wavunja moyo wengi kuliko watia moyo wengi. Kwa ukisubiri mtu akutie moyo, matokeo yake kila utakayekutana naye atakuvunja moyo na utaendelea kuona ni mabaya zaidi. Ukiwa una shida kwenye mambo ya ndoa na ukasubiri aje mtu akutie moyo juu ya shida za kwenye ndoa yako, matokeo yake utakutana na wavunja moyo zaidi juu ya hiyo shida ya ndoa yako. Una shida kwenye uchumi, ukasubiri mtu aje akutie moyo, utakutana na wavunja moyo zaidi wa kwenye uchumi wako. Cha zaidi duniani utakutana na wengi wanaotaka umuache Yesu na si uwe na Yesu. Na ndio maana ni kitu cha muhimu sana kujitia moyo, kwa sababu Yesu alisema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa kama Yesu aliushinda ulimwengu, na wewe ukijipa moyo, na wewe unaweza ukashinda kwa ajili ya Yesu aliyeshinda ulimwengu, naye atakupa uwezo na wewe ushinde ulimwengu. Haleluya, mwana wa Mungu ali hapa. Na kurudisha pale pale, pointi ni nini? Ujifunze kumtumaini Mungu katika kila jambo. Ndio maana Biblia inatuambia
wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika, wakaa milele. Unafikiri kwa nini Mungu alizungumza hii lugha kwamba hawatatikisika, watakaa milele? Ni kwa sababu ukimtumaini Mungu katika kila jambo la ulimwenguni hapa, ukafahamu siku zote kwamba ulimwenguni kuna dhiki, ulimwenguni kuna shida, ulimwenguni kuna mateso, ukaliweka hilo kwenye akili yako, ukishindwa hilo, utajikuta umekatishwa tamaa na mambo ya ulimwengu. Lakini ukiliweka hilo, utajikuta mambo ya ulimwengu badala ya kukukatisha tamaa, bali yamekuwa opportunity, yamekuwa fursa ya kukuongezea imani. Kwa nini? Kwa sababu kipindi cha magumu ndio watu walio na Mungu ni fursa kwao ya kuongeza kiwango cha mahusiano na Mungu. Ila ambao wako na Mungu vibaya, kipindi cha magumu ni nafasi ya kwao kuanguka kiroho. Kwa unapaswa ujichunguze kwenye moyo wako, magumu huwa yanakupa nafasi gani kwako? Kumwacha Mungu au kuongeza nafasi ya kuwa na Mungu? Yamkini kuna wakati ulikuwa na Mungu kamwacha kwa ajili ya magumu. Usifanye hilo kosa tena, jirekebishe sasa. Kama bado hujawahi kutana na magumu kiwango ambacho utakutamani kumwacha Mungu, anza kutengeneza mazingira kwenye moyo wako kuanzia leo. Usije ukafanya kosa ukafikiri kumwacha Mungu. Komaza imani yako leo. Peleka tumaini lako, tumaini Bwana katika kila jambo, katika kiwango ambacho kila linalokuja mbele yako amini limetokana na Mungu. Ukisha kuwa na Mungu, ondoa mtazamo wa kusema umelogwa. Ondoa kabisa kwenye akili yako, ondoa kabisa. Mbeleni utaona, tutaelezana zaidi kabisa. Kwa sababu, na kwa nini nakueleza namna hiyo? Watu wengi wana ugonjwa wa kifafa cha wokovu. Watu wengi wana ugonjwa wa kifafa cha wokovu. Kifafa cha wokovu ni nini? Hii ni wale watu ambao hawajui kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Ni watu ambao akikutana na magumu anaanguka kiroho, anainuka tena kiroho. Anaanguka kiroho, anainuka tena kiroho. Unakuta mtu mwaka jana alikuwa na Yesu, mwaka huu amerudi kwenye maisha ya dhambi. Mwaka ujao tena yuko na Yesu, anapata na semina paka za maisha ya kiroho, tena anaanguka dhambini, anarudi tena kwenye dhambi. Unamuona unasema hivi, huyo si nilimuona, ni mpendwa kabisa huyo, niliona paka ameanza na kuhubiri. Unamwacha. Mwakani ukija unamkuta tena yuko na Yesu, unajiuliza ina maana tena amerudi kanisani. Ukiondoka miezi mitatu unakuta tena yuko duniani, ukirudi tena unamkuta tena yuko na Yesu. Kuna watu wamekuwa namna hiyo. Leo yuko na Yesu, kesho ameanguka tena duniani, kisha tena anaamua kuwa na Yesu, anakata tamaa tena anaanguka. Yaani ni watu ambao ndani yao hawana uvumilivu. Ni watu ambao ndani yao hawana hali ya kutumainia wokovu. Ni watu ambao wakiguswa kidogo na mambo ya dunia wanarudi dhambini. Hawa ni watu wenye ugonjwa wa kifafa cha wokovu. Wanaanguka na kuinuka, wanaanguka na kuinuka, wana kifafa cha wokovu. Kwa ogopa sana usiwe na kifafa cha wokovu. Na ili usiwe na ugonjwa wa kifafa cha wokovu, lazima ujifunze kumtumaini Mungu katika kila jambo. Ujue kuna changamoto zipo, ukubaliane nazo, na ujue katika hizo changamoto kwamba zinakukuta kwa sababu wewe sio wa ulimwengu huu. Kwa jifunze kwamba Yesu uliye naye ndiye baba yako sasa, ndiye kila kitu kwako. Tumaini yeye, atakusaidia kushinda ulimwengu. Kwa sababu anasema yeye ameushinda ulimwengu, na sisi tutaushinda na zaidi ya kushinda. Haleluya, mwana Mungu aliye hai. Sasa changamoto moja iliyopo, watu wengi huwa tunadhani kwa Mungu ni raha tupu. Lakini kiukweli kwa Mungu hapa ulimwenguni ni tabu tupu. Raha ni mbinguni, ndio tutaipata. Ndio maana hata neno la Mungu limetuweka wazi kabisa. Na Roho Mtakatifu muda huu anataka akuonyeshe namna ya kufanya ili uweze kumtumaini Mungu katika kila jambo. Ili hizi shida za dunia hii zisikufanye ukakosana na Mungu, bali zikufanye uongeze imani kwa Mungu. Namna ya kufanya ili uweze kumtumaini Mungu kwenye kila jambo, tutaenda kujifunza muda huu. Namna ya kufanya ili uweze kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Namna ya kufanya
ili uweze kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Namna ya kufanya ili uweze kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Nitakuonyesha namna tatu za kufanya ili uweze kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Namna ya kwanza. Weka imani yako kama Paulo kwenye mtazamo wa kwamba ukiwa na Mungu utakutana na hali zote na Mungu atakuwa pamoja nawe. Weka imani yako kama Paulo kwenye mtazamo wa kwamba ukiwa na Mungu utakutana na hali zote na Mungu atakuwa pamoja nawe. Weka imani yako kama Paulo kwenye mtazamo wa kwamba ukiwa na Mungu utakutana na hali zote na Mungu atakuwa pamoja nawe. Moja ya mambo muhimu ambayo unapaswa uwe nayo ndani ya moyo wako ni kuweka mtazamo kwenye moyo wako kama aliyokuwa nao Mtume Paulo. Mtume Paulo alikuwa na mtazamo wa kwamba katika kila hali anayokutana nayo, yoyote ile, iwe ngumu iwe nzuri, Mungu yuko pamoja naye. Na hili limsaidia Paulo kuboresha nafasi ya mahusiano yake binafsi na Mungu. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 13. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 13. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11 hadi 13. Neno la Mungu linaongea namna hii. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi katika hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, na kuwa na vingi na kupungukiwa. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nani alisema namna hiyo? Paulo. Sasa sikiliza, watu wengi tumeshikiliaga haka kamstari ka 13 kana kusema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na wengi tumeshika kweli mstari, na kila mtu unasikia anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini ukienda kumchunguza unakuta hayawezi mambo yote, ila kwenye mdomo ndiye anayaweza kuongea, lakini kwenye vitendo hawezi chochote. Anachoweza ni kuanguka tu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake hajajifunza kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Paulo alikuwa amejifunza kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Kwa nini? Kwa sababu Paulo alijifunza kitu kimoja muhimu sana ambacho Wakristo wengi tumefeli kujifunza, ambacho natamani leo Roho Mtakatifu anisaidie mimi na wewe tujifunze. Kitu gani? Paulo anasema alikuwa radhi katika hali yoyote aliyonayo. Neno nilikuwa radhi, tafsiri yake ina maana alikuwa na utayari. Narudia tena hii kauli. Neno nilikuwa radhi ina maana alikuwa na utayari na hali yoyote aliyonayo. Kwa nini? Anasema nalijua kudhiliwa, tena nalijua kufanikiwa. Kitu muhimu sana hiki. Paulo alikuwa radhi, alikuwa na utayari wa kudhiliwa. Kudhiliwa ni kushushwa. Alikuwa na utayari wa kushushwa chini, kuporomoshwa kimaisha, na tena alikuwa na utayari wa kufanikiwa. Alikuwa na utayari katika yote. Paulo anasema amefundishwa kuona njaa, amefundishwa na kushiba. Kwa Paulo alikuwa anajua kabisa kwa Yesu kuna kuona njaa, anajua hilo. Alijua na kwa Yesu pia kuna kushiba. Alijua kwa Yesu kuna kuwa na vingi, na alijua pia kwa Yesu kuna kupungukiwa. Paulo alijua vizuri sana ya mambo. Na kwa sababu Paulo alijua hayo, ndiyo maana akayaweza yote katika yeye amtiaye nguvu. Kwa hiyo ukikimbilia kusema unayaweza yote katika Mungu akutiaye nguvu, kabla haujajifunza kuishi katika hali zote kama Paulo, hutaweza chochote. Na ndiyo maana wengi tunaongea kwenye mdomo kwamba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hapo kituchunguza, hakuna tunachoweza, kwa sababu hatujajifunza kama Paulo kufanya mambo haya namna hii. Watu wengi tuna kasoro. Tumejifunza kwenye makanisa yetu kwamba Mungu ni wa upande mmoja tu. Mungu ni wa kufanikiwa, Mungu ni wa kushiba, Mungu ni wa kuongezeka.
Mungu ni wakuwa na vingi. Tumejifunza huyu ndio Mungu, na huku ndio kuishi na Mungu, na huku ndio kubarikiwa na Mungu. Wengi ndio tumejifunza hivyo kwenye makanisa yetu. Hapo upande wa pili ambao Paulo anausema, kudhiliwa, kuona njaa, kupungukiwa na kila aina ya maisha ya mateso, haya tumejifunza ni laana. Kwa mtu akiwa anapitia hali ya kuona njaa, anapitiwa kutokufanikiwa, anapitiwa maisha ya kushushwa chini, anapitiwa maisha ya taabu, tunasema analaana. Afu anayepitia maisha ya kushiba mazuri, kufanikiwa, tunasema ana baraka. Ndio tumejifunza namna hiyo. Lakini wapendwa, sikilizeni elimu mpya leo Roho Mtakatifu anawapa mahali hapa. Sio kila njaa inatokana na laana. Njaa nyingine ni msimu tu wa Mungu ameuweka mwenyewe. Kwani husoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3, kinatuambia kila jambo lina muda wake na majira yake, kwa kila wakati na kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila wakati umewekwa hapa duniani, Mungu ameweka mwenyewe hayo majira na wakati. Mungu ameweka wakati wa kushiba, Mungu ameweka wakati wa kuona njaa, Mungu ameweka wakati wa kuwa na mali nyingi, Mungu ameweka wakati wa kufilisika, Mungu ameweka wakati wa kusikia kiu, Mungu ameweka wakati wa kusikia shibe ya maji. Mungu ameweka wakati wa kuongezeka, Mungu ameweka wakati wa kupungua. Mungu ameweka wakati wa kunenepa, kila nguo iache kukutosha. Mungu ameweka wakati wa kukonda, upunguze kila nguo. Mungu ndiye aliyeweka. Mungu ameweka wakati wa kuishi kwa raha kwenye ndoa, na Mungu ameweka wakati wa watu kusumbuana kwenye ndoa, na Mungu ndiye ameweka. Mungu ameweka wakati wa kusomesha watoto, na Mungu ameweka wakati wa kukosa ada za watoto shuleni. Mungu ameweka wakati wa kufanikiwa biashara. Mungu ameweka wakati wa wateja kukosekana kwenye biashara mpaka urudishe flame. Majira yote haya ameweka Mungu mwenyewe. Paulo alijifunza kuishi kwenye haya majira yote. Paulo hakujifunza kuishi kwenye majira ya upande mmoja. Alijifunza kuishi kwenye majira ya aina zote. Na ndio maana akayaweza yote katika Mungu amtiaye nguvu. Kwa hiyo kitu unapaswa na wewe kuwa nacho ndani ya moyo wako. Unapaswa ujifunze kuishi katika hali zote. Jifunze kwanza kuwa na Mungu. Kuna wakati wa kushushwa chini, kuporomoshwa. Jifunze hilo kwamba lipo. Kuporomoshwa kupo, kufilisika kupo. Jifunze kupo. Na unaweza ukawa na Yesu na ukafilisika. Jifunze hilo kwamba lipo. Usiniulize kwa nini. Tacho kujibu tu ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Sina muda wa kukusemesha zaidi ni kwa nini. Ila tu elewa leo kwamba ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, anapenda ufilisike kwa muda huo. Kwa sababu kuna vitu anakuwa anataka kukuweka sawa. Kuna wakati unaweza ukawa na Mungu ukapata magonjwa. Ukipata magonjwa usizanie ni laana. Kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu. Ni mapenzi yake kwako. Na ndio maana katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 amesema shukuruni kwa kila jambo. Liwe baya liwe zuri, kwake yote ni sawa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 amezungumza namna hiyo. Tushukuru kwa kila jambo, jema baya, yote ni mapenzi yake. Watu wengi wanashindwa kuuelewa mstari. Anaposema ushukuru hata kwa baya, anamaanisha kwamba hata ukiwa naye mabaya yapo. Kwa usijiwekeze imani yako kwenye upande mmoja tu. Weka kama Paulo kwamba kuna muda mabaya yatakupata. Mshukuru Mungu tu katika hayo. Jifunze kuishi kwenye hizo hali zote. Jifunze kuna muda utapungukiwa. Utapungukiwa na chakula, utapungukiwa na upendo na watu, utapungukiwa na marafiki, utapungukiwa na kila kitu. Jifunze hiyo hali ipo. Jifunze kuna wakati utakimbiwa. Unaweza ukakimbiwa mpaka na mume wa ndoa. Unaweza ukakimbiwa mpaka na wazazi. Jifunze hizo hali zipo, utakutana nazo kwa Yesu. Jifunze kwamba kwa Yesu kuna muda utapitia maisha ya njaa. Utakosa chakula, chakula chako kitakuwa cha taabu. Jifunze kwamba huo wakati upo, kwa sababu Biblia yangu inaniambia ili dhahabu ing'are lazima ipitishwe kwenye moto. Hata sikiliza, hakuna moto wenye raha. Moto ni maumivu, moto ni mateso. Kujua hali zote hizi zipo mbele za Yesu. Unachotakiwa kuwa nacho ni utayari wa kukabiliana na kila hali itakayotokea mbele yako. Ikija hali mbaya, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante, umeruhusu nipitie hali hii. Nachojua itapita, itakuja nyingine nzuri. Kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Kwa likija baya ni wakati wake.
Hata kama yakija mabaya yakadumu muda mrefu, usiseme Mungu mbona linadumu kwangu muda mrefu, mbona fulani. Usifanye kosa kujifananisha wewe na mtu mwingine. Jua kwenye ulimwengu wa roho kila mtu ana nafasi yake mbele za Bwana. Mimi ni Mwalimu Petro na wewe ni mwingine. Na wewe ni mwingine na mwingine ni mwingine. Hatufanani. Na ndio maana kila mtu ana kiwango chake cha maisha. Na ukubwa wa kusudi la Mungu alilokupa ndio ukubwa wa magumu utakayopitia. Ukijiona unakutana na magumu sana kuliko watu wengine, ina maana ndani yako umebeba kitu kikubwa kuliko watu wengine. Ukiwa umebeba uwezo mkubwa, utakutana na magumu makubwa ya kulingana na uwezo wako. Usiumie kuona unakutana na magumu sana. Mshukuru Mungu kwa sababu amekupa neema kubwa. Na ndio maana makubwa yako ni magumu zaidi. Mariamu mama yake na Yesu. Sikiliza vizuri, Bikira Maria mama yake na Yesu alikutana na magumu mengi zaidi kuliko aliyokutana nayo mama yake na Yohane Mbatizaji, Maria Elizabeth. Kwa nini Maria mama yake Yesu alikutana na magumu zaidi? Kwa sababu alichokuwa amebeba kwenye tumbo lake ni kikubwa zaidi kuliko alichokuwa amebeba mama yake Yohane Mbatizaji. Wote walikuwa wamebeba watumishi wa Mungu. Huyu alikuwa amebeba Yohane Mbatizaji, nabii wa Bwana. Huyu alikuwa amebeba Yesu Kristo, mkombozi wa dunia. Lakini aliyembeba Yesu, Mariamu, alikutana na magumu kweli kweli. Alikimbia. Kasome Biblia ya kitabu cha Mathayo sura ya 1, soma na sura ya 2. Utaelewa hichi nini Mungu anaongea na wewe muda. Maria ilikuwa kitu chepesi kuelewa kwa wakati ule. Amezunguka na Yusufu kila kijiji, wamekimbilia Emau, wamekimbilia Samaria, wamekimbilia Yudea, kila mahali wamekimbilia. Wanatafutwa kuuliwa. Nini kinatafutwa? Anatafutwa mtoto aliye ndani ya tumbo lake. Halikuwa tafutwi Maria, halikuwa tafutwi Yusufu, ila Herode alikuwa anatafuta kilichoko ndani ya tumbo la Maria. Kwa hata magumu unayokutana nayo ni kwa sababu si kwamba unatafutwa wewe, kinatafutwa kilichoko ndani ya moyo wako, kilichoko ndani ya moyo. Huo utumishi Mungu aliyokubebesha, huo utumishi Mungu aliyokupa. Ramakanda rabasaka. Hicho kibali Mungu alichoweka ndani yako, hiyo karama kubwa Mungu aliyoweka, huo uwezo mkubwa Mungu aliyoweka moyoni mwako, ndio chanzo cha changamoto unazopitia, ndio chanzo cha magumu unayopitia. Halabaseke, haleluya wana Mungu. Usikate tamaa, ukavunjika moyo, ukafikiri Mungu amekuacha. Usije ukafanya kosa la namna hiyo. Ramakanda rabaseke mosheke. Huyo magumu unayokutana nayo ni kwa sababu ya ujauzito uliobeba wa Yesu ndani yako. Rabandekere mosoko. Haikuwa rahisi Mariamu kuelewa. Ndio maana na wewe sio rahisi mpaka leo haujaelewa kwa nini changamoto zimeinuka, kwa nini changamoto zinakuja mbele yako. Usiogope. Mungu aliye pamoja na Mariamu akamsemesha Yusufu kwenye ndoto. Ondoka Yudea, kimbilia Emau. Herode akienda kumuua anamkosa, anaenda hapa hampati, anaenda hapa mpaka Yesu akazaliwa. Akalelewa mazingira magumu, akamtumikia Mungu mazingira magumu. Mwisho wake akaibuka na ushindi mkubwa. Ndio Mungu yule yule ambaye atakusaidia na wewe. Kila ambako utataka wakumalize maadui zako, Mungu atakupa kushinda. Atakupa kushinda katika mazingira magumu hayo unayoyaona yako mbele yako. Utaendelea kuvuka. Mwisho wa siku watashangaa umesimama na wakuu. Kila mmoja atajiuliza umefikaje hapo. Hawatojua kama Mungu aliye upande wako ni mkubwa kuliko walio upande wao. Rabaseke. Sema amen kwa jina la Yesu. Rimanda rabasaka. Rabadabo sokoremasheke. Karabashekeremo komoso. Mungu amekuita kwa jina lake. Rima kamo yoko sokorema. Kwa sababu wewe ni wa kipekee. Rama kandekeseke. Ameona kitu kiko moyoni mwako. Rapa kamo yeke aliweka toka siku anakuumba. Rima kamo poko ndekeseke. Ndiyo maana amekuchagua. Rama kasoko kuwa hapo ulipo. Rima ndaka moko soko. Usije ukafanya kosa. Rima kendeke kukata tamaa. Kapo ndimo seke na changamoto za dunia. Rama kamo yeke ongeza imani. Rimo kosoko wakati wa shida. Rama kamo mtazame yeye. Rima kaseke alianzisha imani yako. Romoka ndiye atakayetimiza. Rapa pasaka. Mshike Yesu kwa nguvu, usimwachie. Rabaseke.
Hebu tuangalie kitu kingine. Tuangalie kitu kingine. Hapo tumalize tuombe. Tuangalie kitu kingine. Cha pili cha kufanya ili uweze kumtumaini Mungu kwenye kila jambo. Kitu kingine, usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Amini kwamba kila jambo gumu litakalo kukuta ni mapenzi ya Mungu. Hakuna aliyekuloga. Narudia tena hii sentence. Usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Amini kwamba kila jambo gumu litakalo kukuta ni mapenzi ya Mungu. Hakuna aliyekuloga. Usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Amini kwamba kila jambo litakalo kukuta ni mapenzi ya Mungu. Hakuna aliyekuloga. Moja ya mambo ambayo unapaswa kuwa nayo ndani ya moyo wako, unapaswa kuwa na imani ya kuamini kwamba kila jambo linalokukuta kwenye maisha yako, iwe ni jambo gumu, iwe ni jambo lepesi, weka mtazamo siku zote, kuanzia leo na siku zote utakazoendelea kuwa na Yesu, kwamba hakuna anayeweza kukuloga. Kwa sababu toka siku ile ulimkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio siku ambayo Mungu alikuondolea DNA test ya baba yako na mama yako, akaingiza DNA test yake Mungu, akawa ndio baba yako. Kwa hiyo kama una DNA ya Mungu, una damu ya Yesu ndani ya damu yako, moja kwa moja hakuna mchawi anayeweza kapitisha uchawi kwako na ukafanikiwa. Sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Na ndio maana unapaswa uwe na moyo wa shukrani katika kila gumu linalotokea mbele yako. Weka moyo wa shukrani wa kuamini ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Nimesha kusemesha kwa habari ya Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kila jambo linalokuja, shukuru tu kwa Mungu. Mwambie Baba asante, Baba asante. Haijalishi ni jambo jepesi, sema asante. Jambo gumu, sema asante. Usiweke mtazamo wa kwamba kuna mtu anakuloga. Amini kwamba hakuna anayeweza kukuloga. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 23 mstari wa kwanza mpaka 24, kitabu cha Hesabu sura ya 23 mstari wa kwanza mpaka wa 24, utakutana na mtu mmoja anaitwa Balaki. Anamwambia Balaamu waloge Israeli. Lakini angalia, kila Balaamu ambaye alikuwa ni mganga, anapojaribu kufanya uchawi wa kuwaloga Israeli, alikuwa anakuta Israeli hawalogeki. Kwa nini Israeli hawalogeki? Kwa sababu waliona Mungu wa Israeli. Hawalogeki kwa sababu wana ulinzi wa Mungu. Mwana wa Mungu, ulipomkubali Yesu Kristo, yeye ndiye mfalme wa Israeli, amekugeuza nawe umekuwa mwana wa Israeli kwa damu yake Yesu Kristo. Na ndio maana Paulo anatueleza kwamba nasi tu wa Israeli kwa njia ya damu ya Yesu. Kwa sisi si wageni tena wa mji wa Yerusalemu, tu wenyeji wa Yerusalemu. Na ndio maana nasi ni wana Jerusalem. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu tumewekwa kuwa wenyeji wa Jerusalem kwa njia ya damu ya Yesu. Kwa hiyo hakuna kibaya kilichotajwa kitampata Israeli kikanipata na mimi na wewe. Hakitupati ngodo hata siku moja. Kwa sababu Mungu aliye upande wetu ni mkuu kuliko wengine. Kwa hiyo hakuna anayeweza kutuloga. Sikiliza kitabu cha Hesabu sura ya 23. Nikusomee tu mstari wa 24. Ukitaka hii sura nzima ipitie wewe mwenyewe utaona. Sikiliza mstari wa 23 inavyosema. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari hizi za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Sikiliza vizuri. Hakuna uganga wala uchawi juu ya Yakobo, juu ya Israeli. Mimi ni Yakobo, sijui wewe ni nani. Mimi ni Israeli, sijui wewe ni nani. Mungu anasema hakuna uchawi kwangu wala kwako. Hakuna uchawi kwetu. Kwa nini? Kwa sababu tuko pamoja naye. Kwa kama hakuna uchawi kwangu wala kwako, siku zote utakapokutana na magumu, usije ukasema wameniloga. Walio na Mungu hawalogwi. Si kwamba wachawi hawawezi kukufuata. Wachawi wakikufuata hawakufuati kukuloga, wanakufuata kupigana vita na wewe. Na ndio maana watu wa Mungu hatulogwi, ila tunapigana vita na wachawi. Tunapigana vita na mapepo. Ni aibu wetu unalala unaamka asubuhi unasema tu ameniloga hapa shingoni, ameniloga. Wewe wapi wewe? Tulio na Mungu hatulogwi.
ila tunapambana vita. Kwa nini hatulogwi? Kwa sababu Biblia inasema hakuna uchawi wala uganga juu ya Yakobo, juu ya Israeli. Mimi ni mzee Yakobo, mimi ni Israeli. Sijui wewe ni nani? Sijui wewe ni nani? Hakuna uchawi juu yetu, hakuna uganga juu yetu. Kwa usije ukafanya kosa hata siku moja kusema eti ameniroga. Amini kila hali ngumu inayotokea mbele yako imetokana na mapenzi ya Mungu. Hata kama ni mbaya, Mungu alikuwa anaiona inapokuja. Kuzuia anaweza akaizuia, lakini ameruhusu ije. Kwa nini? Kwa sababu ni mapenzi yake. Kwa ukikutana na hali ngumu sasa, mbeleni ukija kukutana na hali ngumu siku za mbeleni, amini sio mchawi amekoroga. Amini ni Mungu ameruhusu ije. Kama Ayubu asingaliweza kuwa na imani ya kumtumaini Mungu kwenye kila jambo, alipopigwa na majipu, watoto wake walipokufa, mali zake zilipoondoka, Ayubu angeweza kusema kuna mtu amemloga kwenye ile nchi yake ya Kusi. Lakini Ayubu kwa sababu alijua Mungu aliye naye ana nguvu, hakuna anayeweza kumloga. Ayubu alikataa kabisa kumkufuru Mungu. Aliamini mali zake zimeondoka, ndio maana akasema Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Nilikuja uchi, nitarudi uchi. Kwa nini? Kwa sababu alijua hakuna aliyemloga. Ila alichojua Ayubu, Mungu aliye naye ameondoa hizo mali. Na ndio maana wakati wa Mungu ulipofika alirejesha tena. Kwa unapaswa uwe na hilo tumaini kama la Ayubu kwenye moyo wako. Uamini kwamba Mungu aliye pamoja nawe. Kuna wakati ametoa, kuna wakati atatwaa. Kuna wakati atatwaa, kuna wakati atatoa. Weka imani ya namna hiyo. Weka imani ulikuja uchi, utaondoka uchi. Weka imani ulikuja uchi, kuna muda utavikwa. Weka imani ya kwamba umevikwa, kuna muda utavuliwa. Weka imani ya namna hiyo. Usiweke imani ya kuvikwa tu. Usiweke imani ya kutoa tu. Weka imani ya kutwaliwa. Weka imani ya kuvuliwa pia. Na weka nani atakayevua, nani atakayetoa? Ni Mungu pekee. Maana ndiye aliyetoa na aliyetoa kwa Ayubu. Ndiye aliyemvika Ayubu mavazi na ndiye aliyemvua Ayubu. Kama sakarama. Mtazamo wa tatu ambao unatakiwa uwe nao. Kitu cha tatu unachotakiwa ukifanye. Ikitokea umetajirika kwa mali, endelea kumwamini Mungu. Ndio chanzo cha utajiri wako. Na bila yeye huwezi kitu. Ikitokea umetajirika kwa mali, weka mtazamo wa kumwamini Mungu kwamba yeye ndiye kila kitu. Na uwezi kitu bila yeye. Hapa pia watu tunapakosea sana. Watu wengi tunatajirikaga tukishakuwa na Yesu. Si kwamba ukishakuwa na Yesu huwezi kutajirika. Kuna muda utatajirika. Wanaweza kukubariki ukawa na mali nyingi, ukawa na fedha nyingi, kwa sababu haimaanishi kwamba walio na Yesu hawawezi kutajirika. Ukaona tumejifunza hapa mapito magumu ukazania hamna raha kwa Yesu. Pia kuna muda huwa zipo. Anaweza kukupa mali nyingi, lakini usije ukafanya kosa, ukawa busy na mali ukamsahau. Kumbuka Mungu ndio chanzo cha utajiri wako. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8, mstari wa 10 mpaka 14. Kumbukumbu la Torati sura ya 8, mstari wa 10 mpaka 14. Kuna maneno mazuri sana ambayo Mungu anaongea. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Anasema kitu kizuri sana. Kwamba nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Kwamba ukila na kushiba, ina maana ukipata kushiba kwa mali na chakula kingi, mshukuru Mungu wako kwa sababu yeye ndiye aliyekupa. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokushika amri zake na hukumu zake na sheria zake alizokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka. Sikiliza tahadhari Mungu anayokupa. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Kwa mpendwa, ukipata fedha nyingi, ukipata mali nyingi, ukitajirika kwa kitu chochote kile, usiwe na kiburi ukamsahau Mungu. Amini Mungu ndio chanzo cha utajiri wako. Maana yeye ndiye aliyekutoa Misri kwenye maisha ya dhambi na amekuweka ndani ya Kanaani, ndani ya asali na maziwa, ndani ya maisha mazuri ya wokovu. Kwa hiyo mwana Mungu ali hai, kitu ninachopaswa kuwa nacho nikiwa nahitimisha ni kwamba mtumaini Mungu kwenye kila jambo. Ukishiba kwa mali nyingi, endelea kumtumainia Mungu, ndio chanzo cha kushiba kwako kwa mali ulizo nazo. Ukipata maisha magumu, mshukuru Mungu, amini yeye ndio chanzo cha magumu unayokutana nayo. Ukipitia changamoto, endelea tu kuamini Mungu ndio chanzo cha changamoto na ipo siku atakuvusha. Unapaswa uwe mvumilivu wakati wote. Uvumilivu
Ni kanuni ya lazima kwenye maisha ya kiroho. Usije ukawa mnung'unikaji. Endelea tu kumshukuru Mungu katika kila hali utakayopitia. Ukiwa na hali ya kumtumaini Mungu katika kila jambo, itakusaidia kukua kiroho. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hautatikisika. Ina maana hautakuwa mtu wa kutikisika, mara uanguke mara usimame, bali utasimama milele na milele. Maana huo ndio mpango wa Mungu, kukuita ili usimame naye milele. Na ndio maana unapaswa kumtumaini Mungu kuanzia leo. Karamashandarabasaka. Mungu, ninawafunika watoto wako kwa damu yako Yesu Kristo. Rapa kandeke reboso. Naomba Mungu walinde na kuwatunza. Rama kandeke. Wafunike kwa damu yako Yesu. Ropo kasakaraba. Wasaidie kukutumaini katika kila jambo. Romo shekendika moko. Wasaidie kudumu ndani ya upendo wako. Ropo kanda kama sakandeke mokoleka. Wasaidie kudumu ndani ya imani yako kuabudu. Rapa kandika mosakaraba. Wasaidie siku zote wasikuache. Kanda kama kaseke. Wasaidie kudumu ndani yako nawe ndani yao. Rapa ndeke moko. Tusaidie sote, maana sisi si wa ulimwengu. Rapa shakandaba. Tupe moyo wa kutumaini kwako Mungu katika kila jambo. Romo kandeke. Liwe gumu rapasa, liwe jepesi romo seke. Tukutazame wewe rapa shanda kamaka. Tukushukuru wewe katika baya rapa kandeke. Tukushukuru wewe katika mazuri riko raba kandaka. Maana yote ni mapenzi yako ropo kaseke. Katika Kristo Yesu rama kandabasaka. Na baraka yako romo seke Mungu Baba, romo seke Mungu Mwana, romo ndaka masaru Mungu Roho Mtakatifu. Vikae pamoja nasi sasa na hata milele. Sema amen.